Kwa majina naitwa Fatuma Kiando, ni afisa madini mkazi wa mkoa wa Tabora. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kutusaidia na kuboresha mambo mengi yanayohusiana na usimamizi wa madini katika nchi yetu. Hususan Tume ya Madini na ikiwepo ofisi hii ya mkoa wa Tabora ambao tunasimamia shughuli za madini. Tume ya Madini kwa ujumla, nitaongelea zaidi kwa ofisi hii ya mkoa wa Tabora. Kazi zetu kubwa ni usimamizi wa madini. Shughuli zote zinazohusiana na madini, kuanzia kutoa vibali kwa ajili ya uchimbaji, kusimamia shughuli nzima kwa maana ya kuhakikisha usalama wa wachimbaji, afya zao na kila kitu kinachohusiana na uchimbaji wa madini, lakini pia shughuli zinazohusiana na biashara za madini. Kwa hiyo ndo kazi yetu kubwa tunafanya, lakini ofisi yetu imeendelea ikiboreshwa kwa maana ya kuongezwa wafanyakazi kwa sababu ya usimamizi wa hizi kazi zetu za madini. Lakini pia vitendea kazi vimeimarishwa kwa maana vimeongezwa vitendea kazi vingi na kutuwezesha kufanya safari zetu za mkoa wote wa Tabora. Kama nilivyosema, tunasimamia mkoa wote wa Tabora, na kama tunavyojua shughuli za uchimbaji zinahusiana zaidi na maeneo ya nje ya mji, kwa maana ya porini, hawachimbi madini mjini. Kwa hiyo tunakuwa tunazunguka sana hasa maeneo hayo ya nje ya miji. Kwa hiyo tumeongezewa magari, tumeongezewa pikipiki kwa ajili ya kufanya hiyo kazi, lakini pia tumeongezewa watenda kazi. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo tungependa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu aliliona hili na akatusaidia, na tumeendelea kufanya kazi na tija imeonekana kwenye utendaji wetu wa kazi. Tumekuwa tukifanya kazi za kuwasaidia wachimbaji pia, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vipo hata kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa ni kuwasaidia wachimbaji, kuhakikisha kuona kwamba wachimbaji wanasogea au wanakuwa kutoka kwenye wachimbaji wadogo tupate wachimbaji wakubwa wa Kitanzania ambao watakuwa wana uwezo wa kusimama na kufanya kazi zile kwa uimara au kwa ubora wake. Kwa hiyo kama ofisi tumekuwa na hiyo kazi ya kwenda kwa ajili ya kuwapa elimu ya kuanza kutumia vifaa vya uchimbaji, kuwapa elimu ya kutunza nyaraka, kwa sababu naye ni moja ya mtu kama unataka akue, manake lazima awe anajua ametoka wapi, anaenda wapi na afanye nini. Lakini pia elimu ya upande wa usalama, ili wachimbe kwa usalama, kusiwepo tena na matatizo kama ajali na nini. Tumekuwa kama ofisi tunatoa hizo sana. Lakini tumekuwa tunawafundisha pia au kuwapa elimu kuhusiana na uchimbaji bora na salama. Lakini wizara pia imekuwa ikijitahidi sana kutenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji. Kwamba at least wao wachimbaji wetu wapate maeneo ambayo wataweza kufanya kazi. Kwa hiyo tumekuwa tukitenga maeneo, na Tabora tumetenga maeneo yaliyotengwa yako mawili mpaka sasa. Tumetenga kwa maana ya tumezuia lile eneo wachimbaji wakubwa wasiingie, manake tumeachia tu wanaomba leseni wachimbaji wadogo. Hapo ni kwenye upande wa kuwawezesha wachimbaji wadogo kwamba hata wenyewe wapate maeneo kwa ajili ya kufanyia kazi. Kwa hiyo hayo maeneo yako wazi na wanaendelea kuomba, na tunaendelea kutoa leseni kwenye eneo hilo. Lakini kuna mambo mengi ambayo tunaendelea kufanya, ikiwepo pia kuwahamasisha wanawake. Na wanawake kwa sasa sio tu kwamba tumewahamasisha, na wenyewe wamehamasika. Hasa alipoingia mama, kwa sababu yani wanawake wengi tumegundua kumbe tunaweza, si lazima muwezeshwe. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakiingia sana kwenye sekta hii ya madini. Ukiangalia kwenye takwimu, tulikuwa tuna wanawake wachache sana kabla ya hii awamu aliyoingia mama Mheshimiwa Rais.
Na kwa sasa tumekuwa tuna wanawake wengi sana wamekuwa wakiingia kwenye hizi shughuli za uchimbaji. Wakiingia kama magrupu, lakini wakiingia kama mwanamke mmoja mmoja, na wameendelea kupambana na kufanya kazi. Kwa hiyo imekuwa ni kitu kilichowahamasisha sana, lakini kama ofisi pia tunawahamasisha kwa sababu ya mazingira yetu kidogo yanakuwa magumu kwa wanawake. Shughuli za uchimbaji unajua zilivyo kwamba zina changamoto nyingi sana. Kwa hiyo wanawake wengi huwa wepesi wa kukata tamaa na kurudi nyuma, lakini kwa sasa wamehamasika, lakini ofisi pia imeendelea kuwahamasisha na kuwasaidia pale panapowezekana ili waweze kuingia kwa wingi kwenye eneo hilo na kufanya kazi. Lakini masoko pia imekuwa ni msaada zaidi, kwa sababu mara ya kwanza wachimbaji walikuwa wanahangaika sana. Ni kweli unapata dhahabu lakini unauzia wapi? Hiyo ilikuwa ni changamoto. Na wengi walikuwa wanaibiwa sana hizo dhahabu zao, au wanauza chini ya kiwango. Lakini hata wale wanaonunua pia walikuwa wanaibiwa au wanauziwa madini ambayo si sahihi, si dhahabu. Lakini baada ya hii awamu, kwa maana ya awamu ya 6, masoko mengi yameanzishwa. Na kwa hapa Tabora tuna soko moja ambalo liko Nzega kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Wachimbaji wote, si wachimbaji wadogo tu. Kwa hiyo lile limekuwa ni sehemu salama kwa ajili ya wachimbaji kuuza mali zao, lakini imekuwa ni rahisi kupata sehemu ya kuuzia. Kwa hiyo kwa sasa wachimbaji hawapati tena shida kwa ajili ya kuuza bidhaa zao. Lakini tumeenda zaidi kwa maana ya kuwasaidia si wachimbaji wote wenye uwezo wa kusogea kwenye masoko haya ambayo kama Tabora tunalo hilo moja ambalo ni kubwa. Kwa hiyo tumepeleka vituo vya ununuzi kwenye baadhi ya maeneo ambayo yana wachimbaji wadogo wengi. Kwa hiyo pale ndio wanakusanya, kwa maana tuna wafanya biashara pia wadogo, tunawaita brokers. Wao wako kwenye yale maeneo wanakusanya zile dhahabu kwa ajili ya kuleta Nzega kwenye soko kubwa. Kwa hiyo tuna vituo kama 4 kwa sasa kwa Tabora, ambazo tunacho kimoja Igulubi, tunacho kimoja Lusu hapo Nzega, tunacho kimoja Kitunda, lakini tuna Matinje pia. Hivi ni vituo ambavyo tunavisogeza karibu zaidi na wale wachimbaji, ili hata wale wanaopata dhahabu kidogo kidogo wana uwezo wa kuuza kwenye maeneo yale na wakapata ahueni. Kwa hiyo tuna hiyo na tuna soko kubwa Nzega. Na uzuri wa masoko ni kwamba sio tu tuna masoko kwa maana ya kwamba wanapata sehemu ya kuuza, ila tuna vifaa pia vya kupima na kujua kabla ya kuuza, mchimbaji uwe na uhakika kwamba ninapokwenda kuuza mahali fulani au kumuuzia fulani ndani ya soko, najua kwamba dhahabu yangu ina ubora wa kiasi gani, lakini ina wingi wa kiasi gani pia. Kwa hiyo kabla hawajaenda kuuza, wakiingia sokoni, wanaingia kwenye ofisi yetu. Kuna ofisi zetu pale ambazo sasa nazo zinakuwa zimebeba watu wa aina nyingi. Tuna watu wa TRA wako pale, tuna watu wa halmashauri wako pale, tuna watu wakati mwingine tunakuwa na watu wa ulinzi na usalama. Hii yote ni kuwawekea wachimbaji wetu wasihangaike kwa ajili, lakini wawe salama pia. Kwa hiyo wanaenda pale, wakishajua ndo wanaenda kuuza na kuendelea tena na utaratibu mwingine. Kwa hiyo tuna vifaa vya aina nyingi viko sokoni na vinawasaidia wachimbaji kwa ajili ya kujua ubora na wingi wa dhahabu yao. Hiyo imekuwa na msaada mkubwa zaidi, kama nilivyosema. Kwa sasa wanakuwa na uhakika wa nini wanauza, kiasi kwamba mtu kuibiwa au kupigwa, kwa lugha wanayosema wanani, ilikuwa ni rahisi sana. Sasa kwa wanawake ni waoga, na wengi na wao mara nyingi kuingia kule walikuwa wanashindwa kwa sababu ya hiyo. Lakini kwa sasa wana uhakika, kwa maana kwamba wakienda sokoni, moja ana uhakika kwamba kitu anachokipeleka atapata uhakika wa nini amekibeba. Lakini 2, usalama, kwa maana pale pana usalama. Hata mtu anayeenda kumuuzia, hamna mtu anaweza kumfanyia uhuni kwenye eneo hilo. Kwa hiyo imewasaidia sana. Sasa wanapata ile confidence ya kwamba sasa tunaweza tukafanya kazi kwa sababu tuko salama na hatuna shida ya kuogopa, na masoko yako wazi. Sio issue ya kusema labda umfuate nani wapi, hotelini ufanye nini. Hivyo vitu vimekuwa havipo kwa sasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa wazi, ni kitu ambacho kimewasaidia sana. Kwa hiyo wakina mama wengi hata kwenye biashara pia wameanza kuingia, kwa maana ya kufanya biashara ya dhahabu, kununua na kufanyaje na kuuza. Lakini kwa vijana nako vivyo hivyo.
kwamba wameongezeka kwa asilimia kubwa sana vijana sana, yani kuanzia kwenye kufanya kazi kwa maana ya uchimbaji, lakini hata kwenye uuzaji. Vijana tumekuwa na vijana wengi, wengine wamepata ajira kwa sababu sasa kwenye yale masoko wale wanaonunua kwa maana ya dealers wako maeneo ambayo yanajulikana na wameajiri watu vijana wanafanya hizo kazi. Lakini mapolini pia tumekuwa na vijana wengi wanaofanya kazi za kununua, kwa sababu tumewatengea eneo maalum kwa ajili ya wao kufanya hizo kazi, kama nilivyosema kwamba tuna vituo vile vidogo. Kwa hiyo pia na wenyewe usalama wao umekuwa mkubwa zaidi kuliko ambavyo walikuwa wanauziana kwenye vichochoro na vitu kama hivyo. Kwa hiyo usalama wao unakuwa kidogo umekuwa changamoto. Kwa hiyo wengi wamejitokeza na wanaume nao wapo, na wao pia wamezidi kuongezeka kwa maana ya kuona usalama. Lakini wachimbaji pia wameongezeka kwa maana saizi wana uhakika na soko sasa, kwamba tutakapochimba tuna uhakika kuna sehemu ya kupeleka na tunaweza tukauza bidhaa zetu bila shida. Hali ya maisha ya vijana kwa mkoa wa Tabora tukilinganisha sasa na tulikotoka ni kwamba imebadilika kwa kiasi kikubwa. Imebadilika kwa maana ya uchumi wao umebadilika, lakini pia unawaona kwamba wameongezeka kwa wingi kuingia kwenye sekta, kwenye pande zote, kuanzia kwenye ununuzi, uchimbaji au uchenjuaji, kwa sababu tuna uchenjuaji pia. Vijana wengi saizi wameanza kuwa na planti zao, maana wameweka pale kwa ajili ya kuchenjua madini na kuwasaidia watu wengine, lakini na wao wanachenjua ya kwao pia. Kwa hiyo unaona kabisa uchumi wao sio ule ambao ulivyokuwa mara kwanza, umeongezeka kwa asilimia kubwa, na wao wameongezeka kuingia kwenye sekta kwa wingi zaidi. Sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa maana ya kwamba ameweza kutuwezesha kuweza kupata vifaa, tumeweza kupata watinda kazi. Kwa hiyo kama ofisi tunashukuru na tunajitahidi kwa jinsi tunavyoweza kama ofisi kutumia vile vifaa, tukihakikisha kwamba tunasimamia ipasavyo sekta na kukusanya mapato kwa wingi kama inavyotakiwa, kwa maana tunajua kabisa nchi ili iendelee kodi ni lazima ili tuweze kufanya vitu vingine. Kwa hiyo tunasimamia kwa ujumla wake ili kuhakikisha kwamba dhahabu au madini yoyote yanayopatikana katika mkoa huu wa Tabora itakuwa ni rasilimali inayoinufaisha nchi kwa ujumla. Na tumeendelea kuimarisha mianya ya upotevu kwa maana ya utoroshaji wa madini. Kwa sababu tumeongezewa magari, tumeongezewa pikipiki, kwa hiyo na sisi tumeongeza watu, lakini tumeendelea kuimarisha haya maeneo yote tukihakikisha kwamba watu wote na kuwapa elimu waweze kuleta madini yote sokoni, ili mwisho wa siku tuweze kukusanya kama inavyotakiwa kodi za serikali na nchi iweze kufanya kazi na inufaike kwa ujumla kutokana na madini yanayozalishwa katika mkoa wetu wa Tabora.